السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاق إلا فرجه الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, tukiendelea na kipindi chetu cha Risalatul Jamia, tulipokoma katika maasiyatul qalbi au maasul qalbi au hifdhul qalbi min almaasi wajibun. Kuhifadhi moyo kutokamana na maasiya ni lazima. Tulikoma katika at-takabburi ala ibadillahi subhanahu wa ta'ala, kuwa na kibri na waja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tukasema kwamba kuwa na kibri miongoni mwao ni kukata haki ambao wewe ulioelekezwa uifanye na ukashindwa na ukaanza kuona wale wanaokuelekeza haki ni waovu. Basi jitambue mwanadamu, katika alama ya maasiya ni hiyo. Ujue kwamba wewe una alama ya maasiya ya moyo, na lazima uondoe uchafu kama huo ili ujisafishe kabla ya kwenda kwa kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamkubali mja ambaye alokuwa na kibri, kwa sababu al-kibru ridai, kibri ni vazi langu mimi. Mwenye kutaka kuvaa vazi kama hilo basi ametangaza vita na mimi. Tulikoma katika al-kibru at-takabbur ala ibadillah. Tukiendelea mbele, mwenye kitabu atuambia wariyau, na kuwa na ria. Wa min al-maasi al-qalbi, miongoni mwa maasi ya moyo, ar-riyau ni kuwa na ria. Huwa min al-muhlikati al-muhbitati lil-a'mali, nao ni katika yenye kuangamiza na yenye kupomosha amali. Ukiwa na sifa ya ria, ujue una katika miongoni mwa alama ya maasiya ya moyo, na itakupomoshia amali zako na itakuangamiza kutokamana na ulimwengu wako na akhira yako. Waqad sammahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, hakika mtume ameiita hii ria ashirkul asghar, shirki ndogo katika miongoni mwa shirki imeitwa ni ria, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuonyesha kwa wale ambao waliokuwa wakifanya amali ya akhera, lakini wakionyesha watu kwamba mimi huswali si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu katika Al-Qur'an Al-Karim atuambia fawailun lilmusallin, maangamivu, adhabu kali ni wale wenye kuswali. Alladhina hum, wale ambao kwamba an salatihim sahun, wakawa swala zao huzipuza wakasahau kuswali. Na wengine ni wapi? Alladhina hum yuraun, na wale ambao hufanya ria katika ibada za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni wenye adhabu kali watu kama hawa siku ya kiyama. Kwa hivyo ria ni katika miongoni mwa jambo ambalo litakuharibia amali yako na lenye kukuangamiza. Kwa hivyo tahadhari na ria. Na miongoni mwa sifa za wanafiki walionao ni ria. Utaona wakitaka kuswali huinuka hali ya kuwa ni wavivu, yurauna nas, ili kuonyesha watu kwamba sisi twaswali tu, lakini hawaswali hakika kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ria ni kitu kibaya sana mtu kuwa nacho. Cha pili, walujubu, na kujiona bitaati llahi Ta'ala, kwa taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba mimi bwana mimi mtu wa peponi bwana, mimi amali ninazozifanya kwa siku mimi huleta istighfari mara 1080, mara 1050, naleta la ilaha illallah mara 100,000, naleta salatu ala nabii mara 1000 kadhaa. Yani kwa wajisifu, wajikuwa ujubi, umejiona wewe kwamba zile ibada unazozifanya, kuswali kwako usiku, kusoma Qur'ani, umejiona kwamba wewe tayari umefika. Hiyo ndio ujubi katika taa ya Mwenyezi Mungu, ni katika maasi
ya moyo, na haifai mwanadamu kuwa na maasi kama hayo, na ni hatari sana mtu kuwa na namna ya namna. Na al-ujubu, muallif atuambia al-ujubu huwa i'tiqadu nafsi kamalaha, ni kuitakidi mwanadamu zamani kwamba amekamilika kutokamana na taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi usubiri kufa tu nenda peponi. Yani amefikia bahali, yani yeye ashajiona kwamba yeye tayari ni mtu wa peponi. Tizama waliokuwa zamani katika Qur'an Karim walivyokuwa watu waja wa Mwenyezi Mungu, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aelezea fakana katika Qur'an atuambia nini? Ule mja wa Mwenyezi Mungu ambaye alikuwa akimwabudu Mwenyezi Mungu, shetani akamshawishi, baada ya kufanya aliyoyafanya, Mwenyezi Mungu asema yeye na shetani watakwenda motoni. Kwa hivyo usijimakini na kujiona kwamba wewe umefanya ibada. Ibada ni siri yako wewe na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo al-ujubu fi ta'ati Allah ni kuwa na ujubi, kujiona na kutaa Mwenyezi Mungu. Na masala kama haya ni masala hatari sana, na ndio utaona Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa, mtu yuko katika jihadi, apigana jihadi, huyu ameenda kwa ajili ya kujionyesha, na huyu ameenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya kalimatul ulya, kwamba kilima cha Mwenyezi Mungu ni juu. Nani bora? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema bora ni yule ambaye alokwenda kwa ajili ya la ilaha illa Allah. Lakini yule alokwenda katika makawanja hata akafa, madamu ngoro kujionyesha watu ama kujiona kwamba yeye afanya kazi ya Mungu, kumfanya Mungu, huyo hana chochote mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wal hasadu, na kuwa na hasadi, wal hiqdu, na kuwa na chuki, ala ibadillahi, juu ya waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa takatuelewa kuna mambo mawili, kuna hiqdu, kuna chuki, na kuna mtu kujiepusha na watu ambao wabaya. Mambo mawili. Hiqdu ni kuwa na chuki, kifundo ndani ya moyo wako, ukamchukia mwenzako na ukawa huna chochote ambacho wakiona kwake ni neema, wala hutaki chochote afanikiwe. Ni hiqdi, chuki. Kwa hivyo kuna na sampuli ya pili ya kuwa huyu ni muovu, nitakapofungamana naye kuwa karibu zaidi mimi na yeye, huyu ataniletea balaa na matatizo. Ukawa wewe kuteta naye, lakini ikawa mwepuka makhafa sharrihi, kwa ajili ya shari yake. Hii haitwi chuki. Juu tu usiweke ndani ya moyo wako kwamba wamchukia kutokamana na yeye, itakuwa umekosea. Kwa hivyo alhasadu, na hasadi, walhiqdu, na hiqdi, ala ibadillahi, juu ya waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa maana alhasadi, na maana ya hasadi ni nini? Karahatu an-ni'mati 'ala al-muslimi wa istithqaluha, ni kuchukia neema ya Muislamu mwenzako na kuiona uzito. Kila ukimwona Muislamu mwenzako amevaa kanzu nzuri, basi usikia dhiki wewe imuondokee, ili wewe usipate na yasipate. Ampata gari hivyo hivyo, una chuki, usikia dhiki imuondokee, apate accent ya flembali, wa hakadha ni mali na mengineo. Wewe ukawa na hasadi, kuchukia neema ya mwenzako imuondokee na ukawaona zito. Hii ndio hasadi baya. Lakini kuna hasadi ambazo ni mzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia la hasada illa ithnatayn, hakuna hasadi isipokuwa hasadi mbili. Hasadi ya kwanza ni rajulun atahu Allahu ilman, ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu amempa ilmu, sasa akawaitumia ilmu yake kwa uzuri, amesomesha watu, amefundisha, ametoa watu, ameelimika, amesilimisha watu, na wewe ukatamani upate ilmu kama ile yake. Hii ni hasad, lakini si hasadi kama ile. Hii ni hasadi ya ruhusiwa, kwamba upate elimu, tamani, natamani na mimi niwe kama fulani. Mathalan, natamani niwe kama na wanazuoni wetu, mashekhe zetu, natamani niwe kama Habib Swaleh, natamani niwe kama Mwenye Badawi, natamani niwe kama Mwenye Karama, natamani niwe kama Sheikh Bereki, natamani niwe kama Habib Said Ali Badawi, natamani niwe kama Al-Habshi, natamani niwe kama wanazuoni ambao walofanya kazi kubwa, ukatamani. Ile ni hasadi yapendeza na kubalika. Na hasadi ya pili ni rajul atahu Allahu mala. Ya pili ni Mwenyezi Mungu amempa mtu mali,
akawatumia fi sabilillah, katika ilmu, katika kujenga majengo ya ilmu, kusaidia Uislamu, kufanya mambo mbalimbali ya kheri, na ukatama ya Rabbi, natamani niwe kama fulani na mimi nipate mali nifanye kama yeye anavyofanya. Hizi ni hasadi mbili za kubalika katika sheria. Kwa hivyo hasadi ambayo takiano ni karahatu ni'mati ala almuslim wa istiqala, ni kutukia neema ya Muislamu imondokee na kuona uzito. Hii ndio hasadi ambao haitakikani. Wa minha, na miongoni mwa maasiyatul qalbi, israru ala maasiyati Allah, ni kukita na kukakamaa na kuendelea katika maasiya ya Mwenyezi Mungu, kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Al-israru ala maasiyati Allah ni kukita na kukakamaa na kuendelea katika kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya ni katika miongoni mwa maasiya ya moyo. Mwenyezi Mungu atuambia walam yusirru ala ma faalu wa hum ya'lamun, na wasiendelee kwa yale wanayofanya na wao hali ya kuwa wajua yale ni makosa wanayofanya. Kwa hivyo maasiya ya haya ni hatari sana, na wengi twatumia badala ya kurudi nyuma kuomba toba, baada ya kuomba toba tuendelea nayo. Ni hatari kuendelea na maasiya ambayo utakuwa wewe yafanya kila siku. Ni katika miongoni mwa ugonjwa wa moyo. Miongoni mwa magonjwa na maasiya ya moyo ambayo ni wajibu wewe ondoke nao, walbukhlu, na kuwa na ubakhili, bima aujaba Allahu Ta'ala, kwa lile ambao Mwenyezi Mungu alokulazimu ama ulokuwa ni wajibu kwa kwako kwa Mwenyezi Mungu kulifanya. Mwenyezi Mungu amekupa mali, umfika kiwango cha kutoa zaka ukaziwia, na ndo matajiri wetu wa kisasa wengi, hatusemi wote lakini wengi hufanya uchali katika kazi. Mtu badala ya mali Mwenyezi Mungu amemruzuku na amempa wasaa ukunjufu wa mali yake na kumbarikia, mwisho wa mwaka badala apige hesabu ya kisawasawa katika mali yake atoe fungu la Mwenyezi Mungu, hulipiga sampuli akatoa kitu tu akavuta katika mali yake akatoa tu. Sio, haisihi zaka ambayo ikiwa kupiga hisabu ya kiwango cha mali yako baada ya kufikia hauli mwaka na kiwango. Ni lazima utoe kile ambacho Mwenyezi Mungu ni fungu lake ambacho latakanwa. Vile vile kuwa na ubakhili katika mambo ya dini, na hapa ndipo tumefeli, ni katika maasi ya moyo. Msikiti badala kusaidia msikiti, kusaidia maimamu, kusaidia wasafishaji, kutia token katika msikiti, kusaidia msikiti uwe safi, kusaidia madaris, kusaidia walimu, kusaidia vitabu, kusaidia miswahafu na kadhaa, kusaidia wajane, kusaidia mayatima, kusaidia maskini wasiojiweza na mengineo, katika kufukua visima na mengineo ambayo ni akheri. Wewe ukawa yale ukawa ni lazima kwa Mwenyezi Mungu ambao alokulazimisha ufanye, wewe ukahuyafanyi, ukafanya kinyume chake, wewe huita waimbaji, wewe usaidia mabaa, wewe usaidia watu kununulia miraa, wewe usaidia watu kununulia sigara, wewe usaidia watu kufanya mambo ya kipuzi, wewe usaidia watu kuapa kwenda kufanya maasi ya kuzini, ama wengine kuita watu wanawake wa watu kwa sababu ana pesa wa hakadha. Haya ni katika maasi ya moyo. Ubakhili ni kuzuia pesa ikawa haitoki ndani ya mfuko wako, wataka ingie ile ambao ulo kufanya kazi ingia ndani ya mfuko, lakini ya kutoka nje hutaki. Yani wewe niingie, haitaki itoke nje. Hii ndio ubakhili. Kwa hivyo kio na sifa kama hii ni katika maasi ya moyo. Rakibisha kutokamana na kile ambacho Mwenyezi Mungu alokupa utoe. Na masikitiko makubwa ni kile Mwenyezi Mungu amekupa, wala talqu bi aidikum ila tahluka. Mungu atuambia msiangamize kwa mikono yenu. Mtu hukhiari asile kwa sababu ya pesa zake zisipungue. Token yenyewe uko tayari alale na giza kwa sababu asipunguliwe na nini. Amemwona mtu mgonjwa taabani ameanguka, kumsaidia kumnulia panadol aweze ama maji. Na hakadha ni ubakhili hatari ambao utakupeleka siku ya kiyama, amali zako zitakwenda kupomoka. Kwa hivyo albukhlu na ubakhili. Na mwisho tukimaliza usuu dhanni, na kuwa na dhanna
billahi, na Mwenyezi Mungu, kuwa na dhanna mbaya na Mwenyezi Mungu, wasuu dhanni billahi, na kumdhania Mwenyezi Mungu dhanna mbaya. Hatari sana. Ni miongoni mwa kudhania ni watu feli sana. Anaenda katika kusimama Arafa, kama sasa hivi ibada tayari katika uwanja wa Arafa, kuna baadhi ya watu wamefanya maasi makubwa, lakini Mtume tuambia katika uovu mkubwa na mtu muovu ni yule ambaye atakwenda kusimama katika Arafa na hali ya kwa yeye anadhana na Mwenyezi Mungu dhanna mbaya kwamba hatoweza kumsamehe, na wale walioko pale wote usamehewa. Na vile vile kuwa na dhanna mbaya na Mwenyezi Mungu kwamba ampa yule wewe hakupi, amempa siha yule wewe amekupa ugonjwa, ukadhania ubaya kwa Mwenyezi Mungu, ni katika maasi yalokuwa maovu. Wa bi khalqillahi, na kwa waja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa tasghiru lima 'azzama Allah min ta'atihi, na kufanya dogo, kulidharau lile alolitukuza Mwenyezi Mungu katika taa yake. Mwenyezi Mungu ametukuza swala, Mwenyezi Mungu ametukuza ibada mbalimbali, Mwenyezi Mungu ametukuza kusaidia watu, sadaka na kadha, ukalifanyia ni dogo sana, ile ni katika maasi ya moyo. Au maasi, au kafanya maasi baada ya katika taa ukafanya maasi, au Qur'ani, ama katika Qur'ani, yani kufanya dogo lima adhama Allah min taati, kufanya dogo katika yale alotukuza Mwenyezi Mungu katika taa, au maasiyatin, ama katika maasiya uka Mwenyezi Mungu amesema la takrabu zina, amelifanya ni kubwa, shirki ni kubwa, wewe ukalifanya kuua ni kukubwa, wewe ukalifanya ni jambo dogo. Ni nini bwana? Si lolote, si chochote, ukalifanya dogo, ni katika maasi mabaya. Au Qur'ani, au kaidharau Qur'ani, kaifanya ndogo, kaidharau na Mwenyezi Mungu ameitukuza. Au ilmin, au elimu ambayo Mwenyezi Mungu ameitukuza, au kaidharau. Na katika miongoni mwa dharau ni hiyo, kutosaidia madaris, kusaidia misikiti, kusaidia dini katika elimu kuzoroteka, ni katika kuifanya dogo na kuidharau. Au jannatin, au pepo kaifanya ni kitu basiti tu kidogo. Au narin, ama moto kaufanya ni kitu kidogo. Wa kullu dhalika, yote hao, minal maasi, ni katika maasiya, wal khabaithi, na uchafu mbaya, almuhlikati, wenye kukuangamiza. Bal ba'dhu dhalika, bali baadhi ya hayo kama Qur'ani, swala, mengineo, mimma yudkhilu fil kufri, ni mambo ambayo yatakutia wewe katika ukafiri. Wal iyadhu billah, na tujilinda na Mwenyezi Mungu Taala min dhalika, kutokamana na hilo. Kwa hivyo kuna mambo waweza kuyadharau kaona si lolote, si chochote, lakini kumbe umeshatoka katika boma la Uislamu. Tasghiru ma 'azzama Allahu min at-ta'a, kufanya dogo jambo ambalo Mwenyezi Mungu amelitukuza kama swala na Qur'ani, ukaliona si lolote, si chochote. Mwenye kitabu atuambia huenda pengine katika hayo, miongoni mwa hayo yakakutia katika ukafiri. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba, wal 'afwa minkum wa asadallahu awqatakum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.